السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक सवाल आज Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba kuna swali moja ambalo siku hizi vijana wanauliza sana, na swali hili linasambazwa na wale watu ambao ni dhidi ya dini au labda kwa sababu ya kutokupata mwongozo kisawasawa wamekuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Swali lile ni hili kwamba ikiwa mtu anakuwa na hulka njema na ikiwa mafundisho ya dunia yanatufundisha hulka njema, katika hali hii kuna haja gani ya kukubali dini? Kwa sababu dini pia inafundisha hulka njema. Au walaofuata dini wanasema hivi kwamba dini inatufundisha hulka njema, na tayari kwa sababu ya mafundisho ya dunia tumeshapata hulka njema. Hata inasemwa hii pia kwamba wale watu wanakuwa watu wa dunia, hulka zao zinakuwa bora zaidi kuliko hulka za watu wa dini. Hasusan Islam inalaumiwa kuhusiana na swali hili. Wafuasi wa dini zingine takriban wengi wao hawafuati dini yao, isipokuwa ni Islam pekee ambayo wafuasi wake wengi wao ni wale ambao wanasema wanafuata dini yao. Hata wale ambao hawajui dini tukufu ya Islam wao pia wanajiita Waislamu. Ndio maana Islam inashambuliwa moja kwa moja na njia mbalimbali zinatumiwa ili watu wasifuate dini. Hasusan vijana wetu na watoto wetu wanatelezwa kutoka katika dini tukufu ya Islam, hasusan katika mazingira ya Ulaya. Hapa watoto wanaambiwa kwamba wao wafanye research zaidi. Hazuru anasema kwamba hii ni sawa kwamba utafiti ufanywe, lakini inatakiwa ifanywe kwa
njia maalum. Vijana walioingia katika ujana wao wao wanauliza swali hili lililotiliwa mioyoni mwao. Wanauliza swali hili kwa wazazi wao au kwa familia yao. Kwa kusikia swali hili, labda wazazi kwa sababu ya shughuli zao hawatoi majibu ya swali hili wanapoulizwa, au labda wazazi wanakosa elimu kuhusu swali hili. Ndio maana badala ya kutoa majibu ya swali hili, wazazi wanajaribu kuwalazimisha watoto. Kwa sababu ya hii, vijana ambao wanaingia katika umri wa ujana wanaona kwamba dini, hata kama inadai kwamba ni dini kweli na mambo yote ya dunia yanapatikana ndani ya dini, lakini sawa na mahitaji ya wakati, majibu yake hayapatikani ndani ya dini. Au baadhi wakati inatokea hivi kwamba vitendo vya wazee na watu wakubwa na katika maneno yao tofauti inapatikana. Watoto wanapoambiwa wanakaa kimya, lakini wanapopata uhuru mara wanatoroka katika dini, na katika hali hii wanakamatwa na wale watu ambao hawafuati dini. Hii ndiyo ni sababu kwamba licha ya kuwa na mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam katika Waislamu, pia watu wa aina hii wanaonekana ambao wanamkataa Mwenyezi Mungu na wanakataa dini. Katika hali hii, kila mmoja wetu anatakiwa azingatie kitu hiki, kwamba namna gani sisi tunaweza kufuata dini tukufu ya Islam na namna gani tunaweza kuwalea watoto wetu pia. Hazuru nasema kwamba hakuna shaka ndani yake hii kwamba Islam ni dini iliyokamilika na majibu ya mambo yote yanapatikana ndani ya dini hii, na Qur'an tukufu ni kitabu kilichokamilika. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituachia mfano mwema kwa ajili yetu. Kwa kufuata mfano mema ule, maswahaba walileta mabadiliko ndani yao. Wao walielewa dini na vile vile walielewa hulka njema pia, bali wao walipata maendeleo ya dunia pia, lakini wao walipata elimu kwamba kila kitu kinatakiwa kiwekwe mahala pake. Basi vijana wetu na watoto wanaingia katika umri wa ujana, hasusan wakubwa, wanatakiwa wakumbuke, kwa sababu kuwalea watoto ni kazi ya wakubwa, kwamba sisi tuendelee kuboresha hulka njema na tufanye juhudi ya kuelewa maendeleo ya dunia na uhusiano wa dini, kisha tuishi sawa na elimu hii. Wakubwa wakielewa siri hii wataweza kuwapatia malezi watoto wao pia. Vijana wakielewa siri hii watapata maendeleo ya dunia na akhera na ya dini, na watajua kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni mazuri kiasi gani, na wale wanaosema dhidi yake maneno ni waongo. Hazura anasema kwamba ikiwa siku hizi swali hili linaulizwa kutoka kwa watu ambao hawafuati dini, jambo hili si mpya, bali mara kwa mara maswali ya aina hii yaliendelea kuulizwa. Wale wanaoleta shutuma dhidi ya dini
wanauliza maswali ya aina hii au maswali yanayofanana na swali hili ili ionekane kwamba dini haitakiwi dini ifuatwe, kwa sababu wao hawakufanya juhudi ya kuelewa dini kisawasawa. Kisha maulama wakijina kwa kutoa majibu sawa na masilahi ya nafsi zao, na kwa sababu ya kutokuelewa dini waliwapoteza wale watu ambao walikuwa na elimu. Katika zama hii Mwenyezi Mungu alitufanyia ihsani kwamba kwa ajili ya kurekebisha mambo haya yote alimtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam alituambia namna gani tunaweza kuelewa mambo haya yote. Kwa hiyo imekuwa rahisi kwetu kuelewa mambo haya yote na kutoa majibu ya maswali haya. Hadha Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na mada hii alitoa hutuba. Katika hutuba yake alieleza kwamba kurekebika kwa hulka na maendeleo ya dunia na dini ina uhusiano gani, na Islam inasema nini kuhusu hii, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna gani kwa amali zake na kwa mfano wake mema alitufundisha kwamba uhakika wake ni nini. Kama nilivyosema, halifa wa pili alieleza jambo hili katika hutuba yake. Kwa kupitia hutuba ile ya halifa wa pili nitaeleza mada hii mbele yenu katika hutuba hii ya leo. Halifa mtukufu anasema kwamba sisi tunaitangazia dunia hii na hii ndiyo ni kweli kwamba Islam ni dini ambayo Mwenyezi Mungu alituma kwa kuzingatia maumbile ya binadamu. Kwa kuzingatia jambo hili kwamba Islam ni dini sawa na maumbile ya binadamu, Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba dini na hulka na mahitaji ya binadamu ambayo yanahusika na mwili wake yanafanana kiasi hiki kwamba hatuwezi kutofautisha. Yani mtu ambaye anakuwa na yakini juu ya dini, yeye hawezi kusema kwamba hulka njema ni kitu tofauti na dini, wala hawezi kusema kwamba dini imenifanya nisijali kuhusu dunia, kwa hiyo mimi sina mahitaji ya aina yoyote. Ikiwa fikra ya aina hii inapatikana kwamba mimi si hitaji kitu chochote kwa sababu nafuata dini, katika hali hii maendeleo ya dunia yatakwama. Vitu hivi vitatu vinaungana, yani dini, hulka na maendeleo ya dunia. Vitu hivi vyote vinaungana pamoja, lakini kwa kuwa na hali hii tofauti vinapatikana ndani yake, wale ambao hawaamini dini wanasema kwamba hulka njema na maendeleo ya dunia ni dharura ya binadamu, lakini Muislamu mkweli atasema kwamba lazima tunahitaji dini pia, kwa sababu dini inatuonyesha njia ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Basi hii ndiyo ni tofauti ya fikira kwamba vitu hivi vyote tutaonaje na namna gani tutaunganisha uhusiano baina ya vitu hivi vitatu. Dini zingine zimekufa, lakini dini tukufu ya Islam ni dini pekee ambayo inathibitisha uhusiano baina ya vitu hivi vitatu. Lakini wengi wa Waislamu kwa sababu ya kutokuelewa uhakika wa dini
vitu vinavyohusika na hulka njema na vitu vinavyohusika na maendeleo ya dunia wameunganisha na dini kiasi hiki kwamba wamepita kiasi na wameacha njia ya wasitani, na kwa sababu ya hii wanakuwa sababu ya kuwapeleka watu mbali na dini. Maulama kwa kuacha swala na saumu wanasema hulka njema na mahitaji ya dunia, iwe mkutano au kuanzisha chama, wanasema kwamba hii ni sehemu ya dini tukufu ya Islam, na wale ambao hawashiriki katika mipango hii yeye ni mkafiri. Hali hii tunaona katika nchi za Waislamu, yani yule anayekuwa kinyume na maoni yao hii, basi yeye anakamatwa na hawa maulama, basi watu wanaanza kumuita mkafiri, na kila kundi limetoa fatwa dhidi ya kundi lingine. Kwa sababu ya hii wagaidi kwa ajili ya kuleta Uislamu wao wanaunda sheria yao, na kwa kufanya hivi wanaeneza mauaji. Angalieni katika Syria na Iraq na katika Afghanistan, katika Pakistan, kwa jina la dini Waislamu wameunda sheria yao, na kwa kufanya hivi wanamwaga damu. Katika Syria au Iraq, serikali iliyotengenezwa kwa jina la dini tukufu ya Islam, mwandishi wa habari moja wa Kifaransa alikamatwa nao. Yeye alipoachwa huru, yeye baada ya kurudi nchi yake alieleza hali iliyokuwa kule. Yeye sawa na elimu yake, sawa na elimu alikuwa nayo kuhusu dini tukufu ya Islam, yeye aliuliza kule kwamba nyinyi mnafanya si sawa na Qur'an na hadith. Kwa kusikia swali lake hili, wale wafuasi au viongozi wa serikali ile walisema kwamba sisi hatujui Qur'ani inasema nini au hadithi inasema nini, hii ndio ni sheria yetu na sisi tunafuata sheria hii yetu. Na hivi huzuri anasema wameleta uharibifu katika Islam, na yote yanatokea katika Yemen. Hii pia ni kwa sababu ya hii kwamba wanatoa fatwa zao, kisha wanasema hizi ni fatwa za dini, na wanashambulia. Hata kama makundi yote mawili yamekosea, dawa yake si hii kwamba mtu ambaye hana makosa auawe. Sisi tukizingatia duniani tunaona kwamba kila shekhe katika historia ya Islam inasema kwamba shekhe fulani ana dini hii na shekhe fulani ana dhehebu hii, yani kila shekhe ana dhehebu lake. Hivi katika Islam uhakika haupatikani kwa sababu ya vitendo vya hawa watu. Ndiyo maana kwa kuwafuata maulama hawa wanaotoa fatwa, wengi wa Islamu pia wamepotea. Kwa jina la Islam hatujui wanafanya nini, lakini dhidi yake wale watu ambao hawafuati dini na watu wanaoishi katika nchi za Ulaya, wao wanafanya juhudi hii kwamba waseme kwamba hulka njema ni sehemu ya dunia, si ya dini. Hata wao kama kwa mfano wakifikiria kuhusu ufunuo, wanasema kwamba hii ni kitendo cha wanadamu. Wao watafikiria kuhusu hulka njema kwa nia hii kwamba kwa sababu ya hii mtu anapata faida duniani, yani hulka njema pia ni kwa ajili ya kupata faida ya dunia. Wakifikiria kuhusu dini, watasema kwamba watu ambao
ni si wasomi, ni watu wa kawaida, kwa kufuata dini au kwa jina la dini wanasalimika katika makosa. Yani ikiwa wanaweza kupata faida ya dini hii tu, kwamba hulka ya aina fulani inapatikana ndani yao kwa sababu ya hofu ya dini. Lakini wale ambao wanafuata hulka njema wanasema wana haja gani ya kufuata dini yoyote? Lakini tukifikiria kwa makini itajulikana kwamba mambo ya dunia na hulka njema na dini ni karibu kiasi hiki kwamba mtu wa kawaida hawezi kujua kwamba mpaka unaanza wapi na ule mpaka unakwisha wapi. Kwa ajili ya kuelewa mada hii tunasoma maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alirekebisha mambo ya dunia, alirekebisha mambo za hulka, na vile vile alirekebisha mambo ya kiroho pia. Maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa mfano wake. Yani ikiwa upande moja Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa anasema ad-du'a mukhul ibada, upande mwingine anasisitiza kwamba mtu anatakiwa apate hali yake ya kiroho ya hali ya juu. Hakusema kwamba mtu amesali sala basi mambo yote yamerekebika, bali mtu anatakiwa aendelee kuboresha madaraja ya kiroho. Kuhusiana na dua, hali ni hivi: uhusiano baina ya binadamu na Mwenyezi Mungu ni kama uhusiano wa mama na mtoto. Dua maana yake ni kuita. Mtu anamuita wakati anakuwa na uhakika kwamba huyo mtu atanisaidia. Mtu hamuiti mdui wake. Tunapofanya dua au tunapotaka kufanya dua, namna gani tunatakiwa tufanye dua? Muslimu amesema vitu vitatu vinatakiwa vipatikane ndani ya dua. Ya kwanza, mtu awe na yakini moyoni mwake kwamba dua yangu itakubaliwa. Ya pili, ategemee kwamba yule ambaye naye muita yeye ana uwezo wa kunisaidia. Ya tatu, uhusiano upatikane. Uhusiano huu unampeleka mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. Mambo mawili ya kwanza ni ya akili. Ikiwa mtu hana uhakika kwamba mwito wangu utakubaliwa, kisha hana tegemeo kwamba yule ambaye namuita yeye ana uwezo wa kunisaidia, katika hali hii mtu akifanya dua basi ni jambo la ufidhuli. Jambo la tatu, yani kuwa na uhusiano ambao uhusiano huu unampeleka mwanadamu kwa mpendwa wake. Kwa ajili yake ni mfano wa mama na mtoto. Mama anakuwa na uhusiano wake na mama yake, na hii imewekwa katika maumbile yake. Yeye hata kama mama anaweza kumsaidia au hawezi kumsaidia, lakini mtoto atamuita. Hata mtoto ambaye anazama baharini na yeye anajua kwamba mama yangu hajui kuogelea, lakini katika hali hii pia atamuita mama yake. Yeye hatamuita mtu mwingine. Huu ni uhusiano wa maumbile. Kuhusu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ad-du'a mukhul ibada, yani bila dua imani ya mtu haiwezi kukamilika. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam
uhusiano baina ya binadamu na Mwenyezi Mungu amesema ni sawa na uhusiano baina ya mama na mtoto, yani kwa kufunga macho muelekee Mwenyezi Mungu. Kisha kitu cha pili ni hulka njema. Kuhusiana na hii tunaona kwamba katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna hulka za aina hii, kwamba yule ambaye anaweza anaangalia kwa makini, yeye pia hawezi kufika na hali ile mpaka aongozwe. Kwa mfano, kuwatendea wake vizuri kwa ajili ya kuweka mazingira mazuri ya nyumbani, jambo hili ni muhimu, na hii ni katika hulka za msingi. Katika hali hii ya kuwatendea vizuri wanawake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwangalifu kiasi gani? Inapatikana katika hadithi kwamba ikiwa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinywa maji katika chombo fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinywa maji katika chombo kile kile, hususan katika mahala ambapo mke wake alikunjwa maji. Angalieni kwamba mapenzi yanaonekana katika madogo madogo, si katika makubwa tu. Tena si hii tu, tukisoma kuhusu sera za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika hulka kubwa kubwa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha mfano wa aina hii, kwamba kwa kuona mfano ule inaonekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizingatia hulka njema tu, na alikuwa akifundisha kuhusu hulka njema tu. Uhusiano wa binadamu na uhusiano wa jamii, na kuhusu uongo na hiana, na kuhusu dhana mbaya. Haya ni mambo yote ambamo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia mfano mema. Mtu yeyote hawezi kuwa na mfano huo hata kama naishi kwa miaka mingi sana, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha. Kisha jambo la tatu ni dunia. Kuhusiana na hii tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake yanatuongoza kuhusu hii. Kwa mfano, kwa ajili ya maisha ya mji imesema kwamba barabara iwe kubwa na maji safi yapatikane. Hazuru anasema mji unapojengwa wahandisi wanafikiria kuhusu mambo yote. Mtume sema alitukumbusha kwamba njia zinatakiwa ziwekwe safi, na alisema kwamba nyumba zijengwe kubwa. Kuhusu mambo yote ya dunia pia Mtume sallam alitukumbusha, iwe jambo la serikali au jambo la utamaduni au biashara au ni kitu kingine. Mtume sallam alieleza kuhusu mambo haya yote, lakini kwa kuwa na maelezo haya yote sawa na viongozi wa siku hizi, Mtume sallam hakusema kwamba kila kitu ni sehemu ya dini. Kwa mfano, kuna tukio moja linapatikana kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mkulima mmoja alikuwa anaweka begu ya mume tende juu ya tende mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita karibu naye. Mtume sasa akasema kwamba itakuwaje ikiwa yeye hufanyi hivi, yani hutupi begu ya mume tende juu ya mwanamke tende. Kwa hiyo yule mkulima hakufanya hivi. Mwaka ule au mwaka ujao matunda yalikuwa hayapatikani au yalipatikana kidogo sana. Mtume sallallahu aliuliza sababu yake ni nini. Watu wakasema kwamba
ya Rasulullah, wewe ulisema kwamba tusifanye hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi sikutoa amri kwamba msifanye hivi, nyinyi mnajua zaidi kuhusu mambo haya ya dunia. Hadha Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka kando mambo ya dunia na dini. Yule aliyesema kwamba haina haja ya kufanya hivi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa na hii kwamba ilikuwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba haya ni mambo ya dini na ninyi mnajua zaidi kuhusu mambo haya. Lakini mashehe wa siku hizi hata kama wakisema kauli ambayo ni kinyume na kweli, wanasema yule ambaye hafuati basi atakuwa mkafiri na atakuwa nje ya dini tukufu ya Islam. Upande mwingine kuna kundi la nchi za Ulaya sawa na hawa watu wanasema haina haja ya kufuata dini, wala hawaheshimu mafundisho ya dini, wala hawaheshimu hulka, bali wanaona kwamba kila kitu ni kitu cha dunia. Muslimu anasema kwamba wenye filosofia walisema kwamba si swali hili kwamba namna gani Mwenyezi Mungu aliumba dunia, bali swali ni hili kwamba namna gani Mungu aliumba Mwenyezi Mungu. Nauzubillah. Sawa na maoni ya hawa watu, ikiwa maendeleo yanapatikana, haya ni kwa sababu ya binadamu. Hata kama Mungu anapatikana, Mungu pia anapatikana kwa sababu ya hii kwamba mtu ni mwenye akili sana. Sawa na maoni ya hawa watu, wanasema kwamba mtu alitaka kutafuta mfano mema, wao walipokosa kutafuta mfano mema ndani ya wanadamu, walitafuta nje ya binadamu. Mwanzoni mwanadamu hakufaulu katika kazi hii, lakini kadiri alipoendelea kufanya fikira zaidi na kufanya tafakur zaidi, mpaka apata picha kamili na yule ni Mungu. Hii ndiyo ni hali ya hawa wenye filosofia. Muslimu anasema kwamba hivi wamefanya Mungu kama ni sehemu ya dunia. Philosopher wa zamani walifanya Mungu wao iwe wa aina hii na waliamini Mungu wa aina hii, na wenye filosofia waliokuja baadaye, waliopata maendeleo baadaye, kwa kuamini hivi Mwenyezi Mungu aliendelea kuwa mbali na dini. Na kwa sababu ya wazo hili, siku hizi kwamba Mungu ni yule ambaye alifikiriwa na binadamu, kwa sababu ya hii hawa wameenda upande wa communism kwa jina la mafundisho na maendeleo. Wengi wa watu hawa ambao wanaishi katika nchi za Ulaya hawamwamini Mwenyezi Mungu, na wanaona kwamba hulka njema na maendeleo ya dunia ni kila kitu. Nadharia ya hawa watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, mashehe wa siku hizi wanawapatia nguvu wakati wanaposema kwamba kila nadharia yao ni sehemu ya dini. Hivi hawa watu wanapata nguvu. Kuhusiana na hii, tukiona tutakuta kwamba maulama wa siku hizi pia wamekosea, na wale waliomkataa Mwenyezi Mungu wao pia ni wenye makosa. Sisi wanajumuiya ni wenye bahati nzuri kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alituokoa katika hali hii,
na alituongoza kiasi hiki kwamba alisema kwamba nyinyi muone maisha ya na mfano mema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba katika kila jambo inatakiwa njia ya wasitani ifuatwe. Hii ndiyo ni dini yenye uhakika. Mtume sasa alisema bila shaka ibada ni muhimu, ni lengo la kuumbwa kwa binadamu, lakini alisema wale nafsika alayka haqqa wale zawjika alayka haqqa wale jarika alayka haqqa, yani nafsi yako pia na haki juu yako, mke wako pia ana haki juu yako, na vile vile jirani yako pia ana haki juu yako. Lazima utimize haki za wote, na kwa ajili ya kutimiza haki hizi tunalazimika kufuata njia tatu. Jambo la kwanza ni tufanye dua na tumwelekee Mwenyezi Mungu na tufanye ibada. Ya pili ni kwamba tuzuie nafsi yetu na tuzuie tamaa za nafsi, na ya tatu ni kwamba tufanye kazi kwa uadilifu na kuaminifu, na kupata elimu ya sayansi pia ni muhimu. Tukifikiria kwa ajili ya haki ya nafsi ni dua na kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, ni kuzuia tamaa za nafsi, hii pia ni muhimu. Baadhi wakati tamaa za nafsi inafika hali hii kwamba tunaghafilika kuhusu haki za nafsi. Sisi kwa kufanya kazi kwa uaminifu tunaweza kuboresha hali ya dunia yetu na hali ya uchumi wetu. Vile vile kwa ajili ya kutimiza haki ya jamaa ni maombi, na vile vile ni kuzuia tamaa za nafsi, na vile vile ni kutimiza mahitaji ya dunia. Vile vile majirani, kwa sababu Mtume sasa alisema majirani pia ana haki juu yenu. Haki jamii itatimizwa wakati tutakapofanya dua kwa ajili yake na tutatimiza haki yake. Tutajaribu kuelewa maoni yao na tutawafikishia ujumbe wa dini, kisha kupata maendeleo katika elimu na kufanya kazi kwa juhudi. Tukifanya hivi kwa jumla, nuru yetu pia itapata maendeleo. Wakati katika jamii kila mmoja atafanya juhudi kwa fikira hii, katika hali hii jamii katika hali zote itapata maendeleo. Ikiwa Waislamu wanaishi katika hali ya onyonge, sababu yake ni hii kwamba kwa kutanguliza dini ya Mwenyezi Mungu hawakujali mambo haya niliyoeleza sasa hivi, bali walipatia jina la dini kwa tamaa za nafsi zao. Dini iliyoletwa na Mwenyezi Mungu hawakutanguliza dini ile. Wao wangetanguliza dini ile wangefaulu, lakini wao kwa tanguliza nafsi zao wanafuata kama ni dini. Matokeo yake ni haya kwamba hawakuweza kuambia wengine uzuri wa Islam. Wao wenyewe kwa kufuata dini hii ya nafsi zao, Waislamu wameanza kuuana. Hawakupata dini wala hawakupata dunia, isipokuwa wanaomba hapa na pale kwa ajili ya mambo yao ya dunia. Hii ndiyo tunaona katika hali ya nchi za Waislamu. Watu wa Ulaya hata kama wao wametanguliza dunia juu ya dini, lakini angalau wamepata dunia.
hata kama hawa watu wamepotea, lakini wao wamepata lengo lao, hata kama njia hii si sahihi, lakini waislamu hawakupata dunia wala hawakupata dini. Ilmuradi kwa ajili ya kurekebisha hali ya hawa watu wote wawili katika zama hii, Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, na katika hali hii Mwenyezi Mungu anatuma waja wake ambao kwa kuwaongoza watu wanaweka dini kwa mahala pake na hulka kwa mahala pake na dunia kwa mahala pake. Kwa kidhahiri manabii wanaleta ujumbe wa kiroho, lakini vitu hivi vitatu vinaungana. Mtu anapopata maendeleo katika kiroho, katika hali hii hulka zake zinarekebika. Kuna kwa sababu ya kuzingatia hulka maendeleo ya dunia yanapatikana, lakini hii haiwezi kutokea, au hii si lazima kwamba yule ambaye dunia yake imerekebika atapata maendeleo duniani na hulka zake pia zitakuwa nzuri, au yule ambaye ana hulka zake ni nzuri dini yake pia itakuwa nzuri. Sababu yake ni hii kwamba Mwenyezi Mungu anataka mtu wake aje kwake, na hii ni lengo la kuumbwa kwake. Basi Mwenyezi Mungu ameweka chini ya dini hulka njema na maendeleo ya dunia, ili yule atakayefuata yeye mwenyewe atapata vitu hivi vyote. Mungu anasema kwamba mwaminio mkamilifu anapata maendeleo yote, lakini wale wanakuwa watu wa dunia. Kuhusu hawa watu Mwenyezi Mungu anasema zalla sa'yun fil hayati dunya, juhudi zao zote zinapotea duniani. Hadha Muslima kwa kutoa mfano wake anasema anayekubali dini anakuwa na ngazi, lakini yule ambaye anaenda kutoka chini kwenda juu yeye hana ngazi. Basi imejulikana kwamba kwa ajili ya kupata vitu hivi vyote vitatu duniani kuna njia mbalimbali, lakini njia moja inafanana, na ile njia ni kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu. Mtu akifanya juhudi kwa ajili ya hulka atapata hulka, mtu akifanya juhudi kwa ajili ya kupata maendeleo ya dunia atapata maendeleo ya dunia, lakini kila juhudi itakuwa na duara yake na itakuwa na mpaka wake. Lakini yule anayepata maendeleo katika kiroho, mambo ya kiroho, atapata kila kitu. Maswahaba wakati wa kufanya bayat walikuwa hawafanyi bayat juu ya hii kwamba watapanua vichochoro barabara au watasafisha barabara au watazingatia mambo mengine, lakini walikuwa wakisema la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Kwa sababu ya hii hulka zilikuwa zikirekebika, na kwa sababu ya kurekebika kwa hulka bila shaka dunia ilikuwa ikiboreka. Na Waislamu walikuwa mfano katika kusema ukweli wakati ule. Wao kwa kuwa waadilifu katika biashara, watu wa dunia walikuwa wakifanya biashara nao bila hofu. Kwa kuona uadilifu na wananchi, watu walikuwa wakitaka kwamba Waislamu wawe viongozi wetu. Wakati wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wakati fulani Waislamu walilazimika kutoka katika Syria, kwa sababu wakati ule wanajeshi wa Rome walikuwa wengi, ilikuwa si rahisi kupambana nao. Lakini wakati ule wananchi wa Syria walikuwa wanalia na walikuwa wanasisitiza kwamba Waislamu msiondoke hapa, sisi tunawakaribisha mubaki hapa, sisi tutapigana kwa kujiunga nao nanyi. Lakini wananchi walikuwa Wakristo na wale wanajeshi pia walikuwa Wakristo, lakini kwa kuona hulka njema na Waislamu na kuona jinsi walipowatendea Waislamu, wale Wakristo walikuwa tayari kuungana na Waislamu badala ya kuungana na wanajeshi walikuwa Wakristo.
ingawa ufalme ni kitu cha dunia, lakini ufalme wa Islamu ulikuwa si ya dunia. Wao walipata ufalme kwa kupitia dini, na wao walipata ufalme kwa kufuata dini. Kwa sababu ya hii ufalme ulikuwa na sifa kiasi hiki kwamba wale watu walikuwa kinyume na dini yao, lakini walitaka kwamba ufalme wa Islamu ubaki katika nchi yao. Ingawa Waislamu walipata ufalme kwa kupitia la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, lakini hii ilikuwa si madai ya ulimi tu, bali walipata ufalme huu kwa sababu ya kuwa imani kamilifu. Kwa sababu yule ambaye anadai kwa ulimi wake tu, yeye anakosa hata dunia, lakini yule anayepata dini kweli, hulka zake zinaboreka, zinarekebika, na dunia pia inarekebika. Lao Waislamu wa siku hizi wangeelewa siri hii na waweze kuendesha serikali yao kwa kufuata siri hii. Hadha Muslima anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa akieleza mfano moja wa mwenye biashara kuhusiana na uhusiano wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye alimpatia amana kubwa sana kazi wa mji, na akasema kwamba anaenda safarini, baada ya kurudi atachukua amana yake. Aliporudi akamwomba amana yake kwa kazi, lakini kazi akakataa. Kazi akasema, mimi sikupata amana kutoka kwako, mimi sina amana wala hakuna amana nilipokea kutoka kwako. Yule mwenye biashara alieleza alama chungu nzima ya amana yake, lakini kazi aliendelea kukataa kwamba mimi sipokei amana ya mtu yeyote. Kwa kusikia hii, mwenye biashara akapata wasiwasi. Hatimaye mtu fulani akamwambia kwamba siku fulani mfalme anakaa na anasikiliza malalamiko ya watu, kwa hiyo pia uende kule. Yeye akafanya hivyo kwa sababu alikuwa hana dalili ya kuthibitisha kwamba aliweka amana kwa kazi. Ndio maana mfalme akasema kwamba bila kuwa na dalili mimi siwezi kumwadhibu kazi au kumkamata. Lakini mfalme mwenyewe akamwambia mwenye biashara kwamba siku fulani mimi nitatoka nje kwa ajili ya kutembelea mjini, wewe siku ile usimame karibu na kazi, kwa sababu watu wakubwa wanakuja kwa ajili ya kumpokea mfalme. Nitakapokuja pale nitaanza kuzungumza nawe kama sisi ni marafiki. Wewe pia uonyeshe kama wewe pia ni rafiki wangu, usiniogope kwamba mimi ni mfalme au nitakasirika. Nitakuuliza kwamba siku nyingi hatukuonana, wewe uniambie kwamba mimi nilienda safarini, baadaye niliporudi niliweka amana kwa mtu na mimi nina kesi, kwa hiyo ninataka na shughulika na kesi hii. Mfalme akasema, nitakuuliza kwamba ungekuja kwangu kwa ajili ya kesi hii, na useme kwamba sawa, ikiwa sipati haki yangu nitakuja kwako. Siku ile sawa na mpango, mfalme alipokuja, mfalme akamuuliza kama aliyosema. Kazi pia alikuwa pale kwa ajili ya kumpokea mfalme, yeye pia alikuwa nasikia. Wakati mfalme alipoondoka, yule kazi akamwambia yule mwenye biashara kwamba nakumbuka kwamba siku fulani ulinijia na ulizungumza kuhusu amana fulani, mimi sikumbuki mambo, kwa hiyo niambie alama kadhaa. Mwenye biashara akaeleza alama zile zile alizozieleza mwanzoni, na kazi kwa sababu alishaona mfalme jinsi aliongea naye, akamwambia yule mwenye biashara kwamba kwani hukuniambia alama hizi ningekupatia maana yako? Basi maana yako ipo kwangu, uje nitakupatia. Huzuri anasema ikiwa mfalme wa dunia ambaye ana uwezo mdogo, ikiwa urafiki wake unaweza kumpatia hali hii, basi hii haiwezekani kwamba kwa sababu ya rafiki wa mfalme watu wafanye hivi. Na ikiwa mtu ana urafiki na Mwenyezi Mungu, kwa urafiki hii dunia isiangukie miguuni mwake. Maswahaba kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliopata maendeleo hawakupata kwa kufuata dunia,
bali ikiwa walipata dunia kwa kufuata dini, lakini kwa ajili yake hii imani inahitajika ambayo inavuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye ana imani kamili, yeye namna gani anaweza kuacha hulka njema? Ikiwa mtu anafuata hulka kisawasawa, bila shaka ukweli, diana na uaminifu na uchamungu na kila kitu yeye atapata, na matokeo yake yatakuwa haya kwamba elimu, umahiri na juhudi yeye atakuwa nayo na atafuata, na matokeo yake ni kwamba atapata dunia pia. Basi muamini anatakiwa azingatie uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, asiwe na sawa watu ambao wanasema kwamba ukisema kwa mdomo hii inatosha. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayawezi kukamilika kwa maneno tu, bali yanakamilika kwa hali ya moyo. Hali hii inapopatikana, katika hali hii mtu anakuwa mmiliki wa kila kitu. Madamu mtu hapati hali yake ya juu, hawezi kupata zawadi. Na ikiwa mtu anaingia katika dini anatakiwa apate uchamungu hali ya juu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba wanapata faida kutoka kwetu wale tu ambao wanajenga uhusiano madhubuti nami, au wanapata faida wale ambao wanapinga kisawasawa, kama Mwalimu Sinaullah, yeye anapata faida. Wapo mashekh wengi wadogo lakini hawaulizwi na watu, hakuna anayejali. Au wanapata faida wale wanajenga uhusiano mkamilifu. Ikiwa mtu anaanza kuelekea Mwenyezi Mungu, yeye pia atatendewa kama watu wa zamani walitendewa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu anafanya juhudi yake, ndipo hali yake itapatikana. Mwenyezi Mungu si mdui wa mtu yeyote. Kuna haja ya kitu hiki kwamba sisi kwa kikamilifu tujiweke mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu kitapatikana nyenyewe, na maendeleo ambayo ni muhimu kwa ajili yetu, maendeleo yale tutaendelea kupata. Kuna mfano wa kawaida kwamba mtu akikaa karibu na moto, yeye viungo vyake vyote vitapata joto. Hii haiwezi kutokea kwamba mtu kwa kuacha kila kitu anamjia Mwenyezi Mungu na kisha yeye asipate fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi tunatakiwa tufanye juhudi kwamba tumpate Mungu, tuelewe uhakika wa dini ya Mwenyezi Mungu, tufanye mapenzi ya Mwenyezi Mungu kama ni sehemu ya maumbile yetu. Kitu hiki kitaboresha hulka zetu, vile vile maendeleo ya dunia pia tutaendelea kupata. Ikiwa tunafanya juhudi ya kupata sehemu katika nuru ya Mungu, ndipo tunaweza kupata baraka. Wakati tutakapofanya juhudi ya kupata nuru ya Mwenyezi Mungu, katika hali uongo ambao ni giza utaenda mbali nasi. Uvivu, udanganyifu na vile vile maovu mengine na kunyimwa haki za wengine, mambo haya yote ni giza. Mambo haya yote yatatoweka kwa sababu mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na hulka zetu pia zitaendelea kuboreka na tutaendelea kupata maendeleo ya dunia pia. Basi kukaa katika jamii hii, ikiwa tunataka kusalimisha kizazi chetu katika athari mbaya ya mazingira haya, na tunataka kuelewesha kuhusu dini, na kwa kuthibitisha kwamba maendeleo ya dunia yanapatikana kwa sababu ya dini, katika hali hii tunatakiwa sisi tufanye juhudi ya kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.